Kifo cha mchezaji uwanjani ni tukio la kusikitisha na la kutisha sana katika ulimwengu wa soka. Ingawa ni nadra, kumewahi kutokea matukio ambayo yameacha majonzi makubwa kwa mashabiki na familia za wahusika. Haya hapa ni matukio matano ya wachezaji waliowahi kufariki baada ya kuanguka uwanjani wakati wa mechi au muda mfupi baada ya tukio la uwanjani. 1. Marc-Vivien Foé, 2003, Taifa, Cameroon. Tukio: nusu fainali ya kombe la mabara. Mahali: Lyon, France. Foé alianguka ghafla katikati ya uwanja bila kuguswa na mchezaji mwingine wakati wa mechi kati ya Cameroon na Colombia katika kombe la mabara 2003. Madaktari walikimbilia uwanjani na kujaribu kumsaidia kwa dakika kadhaa, lakini alifariki baadaye hospitalini kutokana na tatizo la moyo, hypertrophic cardiomyopathy. Tukio hili lilishtua dunia nzima. Wachezaji walilia uwanjani na kumbukumbu yake iliheshimiwa sana na klabu na mashabiki duniani. 2. Miklos Feher, 2004, Taifa, Hungary. Klabu: Benfica. Mahali: Portugal. Feher alianguka ghafla baada ya kupewa kadi ya njano wakati wa mechi ya ligi ya Ureno. Alionekana akitabasamu sekunde chache kabla ya kuanguka nyuma na kupoteza fahamu. Juhudi za kumfufua zilifanyika, lakini alitangazwa kufariki kutokana na mshtuko wa moyo uliosababishwa na tatizo la moyo la kurithi. Picha yake akitabasamu kabla ya kuanguka ni mojawapo ya taswira zenye huzuni katika historia ya soka. 3. Antonio Puerta, 2007, Taifa, Spain. Klabu: Sevilla. Puerta alianguka uwanjani wakati wa mechi ya La Liga mwaka 2007. Aliweza kusimama na kutembea nje ya uwanja mwenyewe, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya baadaye. Alifariki siku 3 baadaye hospitalini kutokana na matatizo ya moyo, arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Kifo chake kilizua mjadala mkubwa kuhusu uchunguzi wa afya za wachezaji na vipimo vya moyo kabla ya kusajiliwa. 4. Cheick Tiote, 2017, Taifa, Ivory Coast. Tukio: mazoezi ya klabu nchini China. Tiote alianguka wakati wa mazoezi ya klabu yake nchini China. Alikimbizwa hospitalini, lakini alitangazwa kufariki muda mfupi baadaye kutokana na mshtuko wa moyo. Ingawa haikuwa mechi rasmi, tukio hili lilitokea uwanjani wakati wa shughuli za soka na liliishtua dunia, hasa kutokana na umri wake mdogo, miaka 30. 5. Patrick Ekeng, 2016, Taifa, Cameroon. Klabu: Dinamo Bukureshti. Mahali: Romania. Ekeng aliingia kama mchezaji wa akiba katika mechi ya ligi ya Romania, lakini dakika chache baadaye alianguka ghafla. Alikimbizwa hospitalini, lakini juhudi za kumfufua hazikufanikiwa. Iliripotiwa kuwa kulikuwa na ucheleweshaji wa huduma ya kwanza, jambo lililozua uchunguzi mkubwa na maswali kuhusu maandalizi ya matibabu viwanjani. Kwa nini matukio haya hutokea? Sababu kuu mara nyingi ni matatizo ya moyo ya kurithi, mshtuko wa moyo wa ghafla, sudden cardiac arrest, mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida, wakati mwingine ajali ya kugongana kwa nguvu. Kutokana na matukio haya, mashirikisho mengi ya soka yameimarisha vipimo vya afya vya kina kabla ya msimu, uwepo wa vifaa vya AED defibrillator viwanjani, mafunzo ya huduma ya kwanza kwa wachezaji na makocha. Hitimisho: ingawa soka ni mchezo wa furaha na ushindani, matukio haya yanatukumbusha kuwa maisha ni dhaifu. Dunia ya soka imepoteza vipaji vikubwa kwa njia ya kusikitisha. Kila jina hapa si takwimu tu, ni ndoto zilizokatika ghafla.